Naam, jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba tuendelee tulipoishia jana kwenye somo letu la kwamba umepoteza kiu ya kuomba, umepoteza kiu ya kufunga au kiu ya kusoma Biblia, na hata ukienda kanisani huelewi yanayohubiriwa, huelewi wakiimba nyimbo za sifa, huelewi wakiimba tenzi, huelewi. Yaani kwa ujumla hata ibada yenyewe pia huko ni kama vile unapoteza muda. Sasa tulishia kwenye pointi kwamba unawezaje kurejesha kiu ya ibada ndani yako? Unawezaje kurejesha kiu ya kufunga ndani yako? Na nilisema kwamba si kila wakati tunajilazimisha. Hapana. Bali kuna wakati kunakuwa kuna msukumo. Sasa nianzie hapo kwamba watu wengi hawajajua kwamba kuomba si mhemko. Maisha ya kuomba au maisha ya kufunga ni utamaduni. Utamaduni ni nini? Utamaduni ni maisha. Yaani utamaduni ni tabia kwa ujumla, inajumuisha maisha yako kwa ujumla. Sasa katika wokovu, tunapokuwa tunaokoka, kitu ambacho Mungu anafanya ni kujenga utamaduni wa ufalme wa Mungu ndani yetu. Hicho ndicho ambacho anachokifanya. Anabomoa tamaduni za kale, anajenga utamaduni mpya wa ufalme wa Mungu. Tunasema kwamba anajenga tabia mpya, anajenga roho mpya ndani. Tamaduni ni kama roho ndani ya mtu au kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo sasa huwezi kurudisha kiu ya kuomba kwa siku moja. Yaani mtu anasema kwamba sijaomba siku nyingi, leo nitakesha. Wasomi wanasema kwamba huwezi kunenepesha ng'ombe siku ya mnada. Kwa hiyo hata kama utasema kwamba hebu ngoja leo nikeshe, utashangaa sana baada ya kukesha. Ni kwa unaweza kufanikiwa ukakesha ukaomba kwa hiyo usiku, lakini baada ya hapo zitafuata mwezi, wiki, hata miezi kadhaa au wiki kadhaa au siku kadhaa, hutatamani hata kuomba. Hata wewe msukumo tena wa kukesha wa kuomba hautaupata. Ndio anasema sijasoma Biblia siku nyingi, leo ngoja niikalie niisome. Maisha ya wokovu hayako hivyo. Hapo ni kwamba umepoteza kiu ya kuomba, umepoteza kiu ya ibada, umepoteza kiu ya kufunga, umepoteza kiu ya kusoma Biblia. Sasa haturejeshi kwa siku moja, kwa maombi ya siku moja, kama ambavyo uliondosha hiyo kiu kidogo kidogo. Wenda labda pengine ukawa unazama TikTok kidogo kidogo. Mwanzoni video mbaya ulikuwa unaziruka, lakini kadiri siku inavyozidi kwenda unazifungua unaziangalia mpaka inafika mwisho wa siku inakuwa sio mbaya tena, unaziangalia tu. Kwa hiyo pia maisha au hali ya wewe kurudi kwenye kuomba pia na yenyewe ni kidogo kidogo. Lazima ukubali kuanza chini. Pengine zamani ulikuwa unaomba risali moja, masaa mawili, masaa matatu, mwingine manne, mwingine matano, na mwingine hata ulikuwa unaomba masaa 12 au masaa 6. Ulikuwa unafunga masaa 12, ulikuwa unafunga masaa 24, masaa 48, ulikuwa unafunga mpaka siku 3, siku 4, 5, mwingine mpaka siku 7. Sasa ukishapoteza vyote hivyo, usitake kuanza na piki ya juu, yaani hautaendelea, kwa sababu maisha ya wokovu ni maisha endelevu. Sasa lazima ujenge huo hali ya uendelevu ndani yako, kwa sababu Biblia inasema kwamba imewapasa kumomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa.
Sasa point yangu ipo kwamba imewapasa kumomba Mungu siku zote katika Luka 18:1. Biblia inasema kwamba ombeni bila kukoma. Sasa na maanisha nini? Ni kwamba lazima ukubali kuanza chini, wala usishtushwe na watu wengine, wala usiumie, wala usijilinganishe tena na watu wengine. Unaona wanaomba masaa 2 matatu, wanakuja kushuhudia, wala shuhuda zao zisikuvunje moyo, wala hata aina fulani ya mahubiri unakuta umekabiliwa kwamba mnashindwa hata kuomba lisali moja, mnashindwa hata kuomba masaa 2. Wewe ujue hali yako, uko katika hali gani? Anza sasa kujenga utamaduni huo ndani yako sasa, kwa sababu tayari ulishaubomoa. Kwa hiyo anza kujenga upya. Nyumba tumeibomoa, hauwezi nyumba ukaijenga kwa siku moja imekamilika. Hamna. Hauwezi ukaanza kwenye rent ndio. Hapana. Bali tutaanza kidogo kidogo nyumba kuijenga. Kwa hata na wewe anza kujenga hilo jengo ndani la ibada, jengo la maombi. Anza kujenga jengo la kufunga ndani taratibu. Usione aibu. Usione aibu, wala usijionee aibu mwenyewe, wala usimwonee haya Mungu. Anza hata kwa dakika 5, ila tu hiyo ni sasa utaratibu. Anza hata kwa dakika 10, anza hata kwa nusu saa. Usimwonee aibu, kwa uaminifu kabisa. Unaomba dakika 5, dakika 10, 20, 30 mfululizo. Taratibu. Unajiwekea ratiba, kama ni asubuhi ni asubuhi, kama ni jioni ni jioni, kama ni usiku usiku, ila jiwekea ratiba ambayo sasa inakuwa ni endelevu. Leo utaomba dakika 5, kesho utaongeza, kesho kutwa nusu saa. Kwa nini? Kwa sababu huu mwili kuna kitu nakita adaptation kwenye biology. Yaani bila unavyoweka wewe ndivyo unavyokuwa. Bila unavyoweka, yani ukizoea kulala masaa 3 utaweza kulala masaa 6, huwezi. Ukizoea kuamka saa 10 usiku, ikifika saa 10 utapata usingizi. Kwa ndivyo ilivyo. Sasa hiyo inakuwa ni ni utamaduni, ni roho inajengwa ndani. Kwa anza kidogo kidogo. Kwenye kufunga tunakuja. Ulisharudi kwenye kula asubuhi, ikifika saa 3 njaa inauma, saa 4 njaa inauma. Usianze na masaa 12. Wewe na Mungu. Hiyo ni dili lako, na wewe na Mungu ni shughuli, sio ya mwanadamu. Huna haja kumwambia mtu mwingine akakuvunja moyo. Wewe anza masaa 6, kwamba masaa 6 siri. Ukienda masaa 6 siku 2-3 utashangaa sana. Siku hiyo ukifika kwenye masaa 6 njaa hili, unaenda masaa 8. Utaenda masaa 8, unatoka masaa 8 unaenda masaa 12. Hivyo mpaka utafikia kwenye masaa 24 tena, siku 3 saa 48, siku 3, siku 4, hivyo unarudi kidogo kidogo. Anza kusoma Biblia kidogo kidogo. Hauna haja ya kukalia kitabu chote cha Efeso, Kumbukumbu la Torati, Mathayo yote, kitabu cha Isaya. Unang'ang'ana unataka kumaliza. Anza tu na mistari michache sana kwenye Biblia. Unasoma tu mistari michache, labda pengine Zaburi ya 23, Zaburi ya 27. Unasoma tu mistari michache, au unasoma tu sura moja ya Biblia kidogo kidogo. Na wakati mwingine labda lilifundishwa somo fulani kanisani na uliandika, hebu rudia ile mistari ile iliyoandikwa ile. Wakati somo linaendelea, irudie ile, isome ile mistari yako 2-3 kila siku. Leo utasoma mistari 2-3, kesho utaenda kwenye mistari 4-5. Kwa taratibu, yani unaanza kujenga utamaduni wa kusoma Biblia ndani yako kidogo 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 kidogo. Wala usitake kusema kwamba leo nitaisoma hii Biblia leo. Hapana. Jenga utamaduni wa kusoma
walau vifungu vichache, maneno machache kwenye Biblia, mistari michache kwenye Biblia. Labda pengine nitasoma Kutoka sura ya 1 tu, nitasoma Mwanzo tu moja tu, labda nitasoma labda pengine nitaenda kusoma Isaya sura ya 58 tu, labda nitasoma Mithali tu kidogo kidogo. Na wakati mwingine kusoma sio lazima, kusoma Biblia sio lazima iwe mahali fulani special. Kweli Mungu anatamani uwe na mahali special pa kusoma Biblia, lakini soma Biblia hata ukiwa kazini, sio mbaya, kwa sababu hufanyi kazi wewe muda wote, kuna muda mapumziko. Soma Biblia hata ukiwa umepumzika mahali, sio lazima tu uwe umejifungia mahali. Na wakati mwingine jitahidi sana uwe una Biblia hii, jitahidi sana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia kwenye simu ni kweli ni nzuri, hiyo sasa ndio tunasoma ukiwa mahali tofauti na nyumbani, lakini ukiwa nyumbani epuka sana kusoma Biblia ya kwenye simu, kwa sababu ukibonyeza tu Biblia kwenye simu itakupeleka kwenye maeneo mengine ambayo sasa ukiwa bado hauna utamaduni mzuri wa neno la Mungu ndani yako, ni rahisi sana kuvutwa kwenye maeneo mengine. Pia hata kuomba, omba hata ukiwa unatembea, ukiwa una drive gari yako, ukiwa uko kwenye baisikeli yako, ukiwa uko kwenye pikipiki yako, omba. Kwa nini? Unaanza safari ya kurejesha kiu ya kusoma Biblia, kiu ya kuomba. Ukifanikiwa kujenga utamaduni huu mpya wa wokovu ndani yako, umerejesha vyote umerejesha. Na mimi niseme ni kwamba tuungane tena wakati mwingine kwa kipindi kingine. Neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Amen.